lakini pia tulipata ugeni hivyo. Ni ziara yake ya kwanza ya nje ya nchi tangu aliposhinda kiti cha urais wake wa 7. Inatafsiri nini kwanza? Yaani baada ya ushindi tu mguo kutoka kwanza kuja Tanzania. Yes, kwanza inatoa tafsiri kubwa sana kwa, unajua kisa ziara ya kwanza ya rais wote wa nchi anapoenda kwenye nchi ya kwanza huwa ina maana kubwa sana kwenye diplomasia. Kwanza inaonyesha mshikamano, lakini cha pili inaonyesha kwa namna gani kuna hiyo dhana au hiyo sense ya ownership kwa huyo kiongozi. Unafahamu kwamba Rais Museveni amesoma hapa Tanzania. Tutazama, amesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, amesoma masuala ya siasa na uchumi. Tutazama. Kwa sasa ni mtu ambaye ana historia kubwa sana na Tanzania, na hata harakati zake za kuingia Ikulu Kampala au Uganda nyingi alikuwa anazifanya hapa. Unaweza kusema kwamba hawa walikuwa ni vijana kina Mwalimu Nyerere. Tazama. Kwa sasa hana historia kubwa ya Tanzania. Lakini zaidi sana unafahamu kwamba Tanzania na Uganda wanajenga bomba refu zaidi. Kutoka Tanga, utazama paka Hoima, utazama kule nchini Uganda. Kwa kuna huo ushirikiano wa kiuchumi ambayo unatengenezwa miongoni mwa mataifa mawili. Yes. Lakini unafahamu kwamba Mheshimiwa Rais Samia kipindi anaingia mamlakani, kipindi chake cha kwanza, vile vile alifanya safari yake ya kwanza ilikuwa vile vile katika nchi ya Uganda kama nakumbuka. Kwa hiyo inaonyesha namna gani kwamba ni viongozi ambao wamekuwa wakitembeleana, lakini kuna miradi hiyo ya kimkakati ambayo wamekuwa wakifanya zaidi. Na mzee Museveni ukimtazama vile vile amezungumza vitu vingi, lakini ni mmoja wa kiongozi ambaye anaamini kuna ile dhara tunasema ya wana majumui. Ukimtikiza anasema kwamba yes, Pan-Africanism, anasema kwamba ataki huo ushawishi wa mataifa fulani kuweza kutuamulia mataifa yetu. Sema ambao pia Dr. Samia aliweka wazi kabisa kipindi anazungumza na wazee wa kauli ya who are you. Na ukisummarize maneno yote anaongea unaweza tu kusema tu who are you, Tanzania wanaelewa. Kwa hiyo ile kauli vile vile ilikuwa ni ujumbe mkali sana kwa watu ambao wanajibu kama kuingilia mataifa ya Kiafrika. Unafahamu kwamba kwa dunia leo kuna baadhi ya mataifa yanataka kujinasibisha na kuweza kuingilia uhuru wa mataifa mengine. Kwa hiyo katika dhana ya kifalsafa au ya kiitikadi ni viongozi ambao wamekuwa wakiwa na huo mtazamo ambao kimsingi unaofanana. Kwamba wanaamini kabisa kwamba uhuru wa Kiafrika, uhuru wa nchi za Kiafrika lazima uweze kuheshimiwa, uhuru wa mataifa ya Kiafrika lazima uweze kuheshimiwa, demokrasia lazima iweze kuakisi mazingira, iweze kuakisi historia, iweze kuakisi watu, lakini sana iweze kuamuliwa na wananchi wao wenyewe. Kwa hiyo mzee Museveni vile vile ni kiongozi ambaye anaingia katika hiyo katika hao viongozi. Na kwa watu ambao wanafuatilia hotuba zake, amekuwa akizungumza sana namna gani Afrika iache kupapatwate, iache kuingiliwa na hayo ambayo yanaitwa mataifa ya kikoloni wapya, wanasema dhana ya ukoloni mamboleo. Kwa hiyo ilikuwa ziara nzuri sana, unaweza ukatathmini kwamba imebeba masuala msingi mawili. Cha kwanza ni ziara ya kuendelea mshikamano, kueneza mshikamano wa kindugu, lakini cha pili ni ziara kuendeleza diplomasia ya uchumi. Nafahamu kwamba sisi yetu ya mambo ya nje sasa hivi ambayo imefanywa marekebisho mwaka 2024, tunazungumzia sera ya diplomasia ya kiuchumi, economic diplomacy. Namna gani ushirikiano wa kimataifa unaenda kutafsiriwa kwenye kuleta tija za kiuchumi. Kwa sasa vile vile moja maslahi yetu katika diplomasia kimataifa ni swala zima la kiuchumi. Kwa hiyo tunaamini kwamba Uganda na Tanzania wataendelea kushirikiana kwenye masuala mengi mtazamo. Unafahamu kwamba ni mataifa ambayo yanashia mpaka mmoja kuanzia Mtukula kule Kagera kwa mfano, mataifa ambayo yamekuwa historia ndefu hiyo kati ya Rais Museveni na Tanzania. Kwa kweli ni ziara ya kimkakati sana ambayo imebeba mambo ya msingi mawili. Cha kwanza masuala ya kiuchumi, lakini zaidi swala zima la mshikamano. Hiyo ndio ilikuwa ziara ya tarehe 7 mwezi huu Jumamosi, na katika yale aliyozungumzwa kwa upande wake Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alizungumza hoja ya kuimarisha masoko au soko la pamoja, hasa ukanda huu wa Afrika Mashariki au ukanda huu wa Ziwa Victoria, maziwa makuu. Akitanabaisha kwamba
itakuwa ndio njia pekee na silaha pekee ya mwanzo kukabiliana na shawishi au misukumo kutoka nje. Inawezekana hiyo kweli kwa mazingira yetu sasa? Tumefika huko? Ni mkakati wa msingi sana kuhakikisha kwamba tunaweza kuweka nguvu katika soko la ndani, kwa sababu nafahamu Jumuiya ya Afrika Mashariki ina takribani soko la watu bilioni 400. Kwa sasa namna gani unaweza kulitumia ile soko kuweza kujenga nguvu yenu ya ndani na nguvu yenu ya pamoja? Kwa mfano unafahamu, hebu fikiri kimkakati kisa watu milioni 400, maana ni kwamba hili ni soko la uhakika. Tanzania ambao kuna dira yetu ya taifa inatajwa kwamba inataka kuja kuwa ni mzalishaji mkuu wa chakula Afrika. Maana ni kwamba unazungumzia kuanzia soko la Afrika Mashariki, soko la SADC, lakini soko zima la Afrika. Sasa anaposema kwamba lazima tuweze kuimarisha